Hapo kwa upendo mkubwa kabisa wenyeji wetu wanatuchemshia maji ya kuoga kama hivyo unavyoona. Kuna watu wengine kama kina Obadia na kina Joyce ambao hawawezi kuoga kabisa maji ya baridi, lakini wenyeji wetu hawakusahau hilo. Na kama unavyoona wanatupashia maji asubuhi, tunaoga vizuri, tunatakata, tunakuwa smart, tunaendelea kumtukuza Mungu wetu. Nipende kukutambulisha kwamba tuko katika mkutano na tuko katika semina ya neno la Mungu ambayo imedumu katika siku 8 na hii ni siku ya 7, siku ya Jumamosi. Ninataka kukupa mazingira na namna ambavyo tumekuwa tukihudumu na namna ambavyo tumekuwa tukikapo katika mazingira tulokuwa nayo. Ni katika mji wa Morogoro na ni katika viunga vya Ngeregere pamoja na Chamwino. Ni mazingira haya ambao kama unaweza kuona kwamba hii ni sehemu ambayo tulikuwa tunatumia kama ni sehemu ya kupata maji, yani kusafisha miili na kuoga, kitu kama hicho. Kama unavyoweza kuona ni mahali ambapo ni pa kujistili, ni temporary, sio kwamba ni permanent, kwa sababu ya kwamba ni mkutano wa siku 8. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo nipende kukuonyesha mazingira halisi ambayo watumishi wa Mungu wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira hayo. Wapo ambao kwao wana vyoo vizuri kama unavyoweza kuona, wana vigae na nini, lakini tumekuja katika mazingira haya unavyoweza kuyaona ni mazingira ya chini sana, lakini katika mazingira haya ndio utumishi ambao watu tunafanya, ndio utumishi. Karibu sana tuweze kuona. Hivi navyo ndio vitendea kazi ambavyo tunavyovitumia katika kusafisha, kuhakikisha choo chetu kiko vizuri, na hapa ndipo ambapo tunapotumia. Watumishi wa Mungu, kuna watu ambao kwa kweli katika mazingira halisi wasingeweza, lakini kwa sababu ya moyo wa kupenda na kwa sababu ya Bwana tunafanya hivi. Hebu imagine kwamba hii ndio bafu. Imagine kwamba hii ndio bafu. Sasa piga picha kwamba umezoea kuona tiles, umezoea kuona gypsum, umezoea kuona kioo, lakini hatuna. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wameacha vyote, wanakuja kufanya kitu kama hichi. Ni mazingira ambayo kama nimekwisha kukwambia ni nyasi. Ina maana kwamba hata saa nyingine kama unaweza kuwa unaoga, mtu akaja akapiga kiberiti, kwa kweli mtumishi wa Bwana pazia linaweza likapasuka. Ila nikutie moyo tu kwamba kazi ya Mungu ni ya kujitoa, kazi ya Mungu ni ya wito. Unaacha mambo yote na unakuja kukubali kufanya vitu kama hivi. Ni ujasiri, kwa sababu anasema na mviko utayari na ujasiri kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo katika mazingira haya ambayo ninayokuonyesha ni mazingira ambayo lazima ujikatae mwenyewe, lazima ukubali kutumika. Na kwa sababu hiyo napenda tu kukwambia kwamba kazi ya Mungu popote pale unapoiona inahitaji nguvu. Na wasema ufalme wa mbinguni umetekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ni akina nani? Ni sisi makamanda wa Yesu, ambao tunakubali kuacha tiles zetu, tunakubali kuacha vyoo vizuri, tunakuja kuoga sehemu kama hii. Karibu sana, tunaendelea. Huku tunakoelekea ni sehemu ambapo ni sehemu ya madhabahu, ni madhabahu ya Bwana. Kama unavyojua kwamba sehemu zozote ili Mungu ajitwalie utukufu kuna sehemu ya madhabahu, na kwa sababu hiyo hii ndio sehemu pekee ambapo mtumishi wa Mungu anafanya huduma hiyo ya kuzungumza na kusema kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wake. Na kama unavyoona madhabahu ilivyo, madhabahu iko imara, imejengwa kwa mbao imara kabisa, na hapa ndipo kanisa lilipo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ukijaribu kuangalia, tuko katika kanisa la Free Pentecostal Church of Tanzania, au kwa kifupi unasema kwamba ni FPCT. Kanisa hili ndilo ambalo watumishi wa Mungu wamefikia na ndilo linalotuhudumia. Nipende kukukaribisha na kukuambia kwamba ndani ya madhabahu hii, madhabahu inanena mema. Pokea miujiza wako. Watu wamepokea miujiza yao kupitia madhabahu hii. Ni madhabahu ya kawaida sana kwa mtizamo wa nje, lakini ni madhabahu ambayo inanena mema, madhabahu ambayo inafanya ukombozi, na ni mahali ambapo tumeona matendo makuu ya Bwana yakifanyika. Karibu sana mwenyeji wa Morogoro, na karibu sana wewe unayenitazama katika kipindi hicho na majira kama haya. Chukua hatua kupata neema ya wokovu. Wokovu ni sasa na wala si baadaye. Karibu sana. Wakati mwingine, karibu. Bwana Yesu asifiwe.
na kusalimu tena kwa mara nyingine na kwa wakati mwingine. Ni majira ambayo pia ni asubuhi bado, tukiwa tunajiandaa kwenda kwenye huduma. Maeneo haya tulipofika ni maeneo ambayo wadada walikuwa wakikaa, na ni maeneo ambayo walikuwa wakipumzika, kulala na vitu kama hivyo, kubadilisha nguo na vitu kama hivyo. Sasa tupate kwa ufupi namna gani wamekuwa wakifanya huduma, yani kwa ujumla, na pia mazingira. Je, wameweza kukopa mazingira ambayo waliokuwa nayo, ama kuna mazingira yamewapa ugumu? Kuna dada ambaye yupo, tunaweza tukazungumza naye ukasikia kwa machache sana ambayo anaweza katueleza. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naona mambo si mabaya. Labda watazamaji wangependa kujua nazungumza na nani? Kwa majina anaitwa Jennifer Again. Ni mwanafunzi wa Kampala. Sasa hivi tunaingia mwaka wa 3 kwa Bachelor Science, lakini pia huku tumekuja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini hapa tuko kupelewa, nitajaribu kwa familia kwa sababu tumefurahia mapokezi yao. Nashukuru Mungu kwa kweli, tunalala vizuri, kama ni magodoro wanasema kama yote. Kwa ratiba ya asubuhi, mkiamka asubuhi, kabla ya yote mnafanya nini hapa sasa katika mazingira haya mnayoishi? Kabla yote hapo tunakuwa kwanza huwa tunaenda kwenye maombi, lakini tukisha rudi kuna baadhi huwa wanabaki kule kufanya kazi kama kuosha vyombo, lakini wengine wanakuja hapa wanasafisha ndani, kuna kudeki, kuna wengine wanafuta. Kwa hiyo ndo kazi. Hapa hatuna kazi sana kwa kweli. Tunashukuru Mungu. Kuna mdada hapa ukijaribu kufanya hivyo anakuambia acha nitafanya. Maji ni nasema kwa nini? Tunaona mpira hapa. Haya. Kwa usafi huu haya ndo tunatumia kuoga jamani. Okay. Hata yanaonekana. Hata kupigia mswaki hayana shida. Okay. Pia kufulia haya sio kwamba tunaambiwa maji haya ndio ya kuogea tu, haya mengine kufulia. Haya kila kitu. Sawa. Hebu tuambie sasa kuhusu swala la tunasema kwamba tunamtafuta Mungu, lakini pia tuna nguvu za mwili, kimaanisha masuala ya chakula. Kwako haijakuletea shida labda vyakula, labda pengine imekupa labda changamoto za kufanya huduma kwa sababu ya vyakula, labda kitu kama hicho? Kwa kweli haikuwepo na tatizo. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Sababu hata pia kule kanisani kuna wamama wanapika, yani hatusumbuki kwamba upike uwaze tena huduma au nini. Yani sisi huku kazi yetu imekuwa tu maombi, kushuhudia, mkutano, maombezi na maombi, tunarudi. Kwa kweli hamna changamoto kwamba chakula sijui imekuaje, na chakula kile ni kizuri. Hatujaona kwamba kinamletea mtu matatizo ya afya, tuseme labda tumbo ile kuuma au chumvi, yani chakula kwamba sio kizuri. Kwa kweli chakula ni kizuri, na hata ule ugawaji kwa kweli tunafurahi, yani tunakula ile kushiba. Unamwambia mama jamani imetosha, lakini anakuambia wewe kula tu. Kwa kweli ni Mungu, ni muujiza. Hapa namuona mama, bila shaka atakuwa ndiye ambaye ni mhusika hapa. Ndio mama wa hapa. Naume tunakaa kule, akina dada wanakaa huku. Unaweza kaangalia jinsi ambavyo Mungu amewapendelea, hata mazingira yao kwa kweli ni vizuri. Kwa maana nasema kwamba kama mwanamke akifanikiwa, tuna uhakika kabisa nyuma mwanaume atakuwepo. Kwa hiyo katika huduma tunayoifanya, Mungu ni mwema. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko na binti yako hapo ambaye ulimpokea. Hebu niambie, mabinti umekaa nao hizi siku 6 na kesho wanamalizia mkutano wao. Umewatazamaje labda kiupande wa tabia, labda kuna namna changamoto ambazo pengine zimekupa shida kuwahudumia? Amina. Kweli namshukuru Mungu kwamba mabinti hao ni watofauti kwa kweli. Ndio. Na nimejifunza kitu kikubwa kutoka kwao. Ndio. Sababu wamekuwa ni mabinti ambao ndio yani wanajitambua. Wakati mwingine unakuta wanafanya usafi wenyewe. Ndio. Wanaweka mazingira vizuri ndani. Ndio. Kwa kweli yani nimewapenda. Wako vizuri. Unawashauri vipi? Sijaona mzigo kwao. Kwa kweli nawashauri waendelee hivi maana ni mabinti, kisha watakuwa kwenye nyumba zao. Ndio.
jinsi wanavyofanya hivi ni vizuri, Ndio. itawasaidia sana hata kwenye nyumba zao, maana wanatarajiwa kuwa wamama muda si mrefu. Amen, amen. Basi nikutakie tu kila laheri, na kama ikikupendeza uwaombee kwenye maombi yako, ili kusudi wawapate watu ambao wanaweza wakaisogeza ile huduma, ili kama tunawahitaji kwenye huduma wawe tayari, maana asante sana. Sisi tutazidi kumkumbuka kwa kweli, kwa hata alivyojitolea. Lakini pia tuna dada ambaye yupo hapa, naye pia tumemkuta katika nyumba hii ambao wadada wapo. Pia amefanyika baraka na amefanyika msaada kwa hao wakina dada. Labda tuzungumze naye. Anaitwa Betha. Dada Betha, karibu. Naomba nizungumze nawe japo kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Mbona unaonekana mpole sana? Kuna tatizo? Kawaida. Hebu niambie, umekaa na wadada wenzako kwa muda wa siku 6 na kesho wanamaliza, Jumatatu wanaondoka. Labda kuna changamoto yoyote ambayo umeiona au kuna kwazo lolote limejitokeza? Kweli? Hebu tuambie umewaonaje ni kwa ujumla, ni wewe kama wewe? Nimeona wanapenda sana Mungu. Ndio. Hapo vizuri kwa kweli. Ndio. Je, ungetamani warudi tena? Ndio, warudi. Sasa hebu niambie, walikuwa wengi, unawezaje sasa kuwaabudu wote, kuwahudumia wote, afu wako wengi na ndio umepata ugeni wa watu wengi? Umeshapata ugeni kama huu wa watu wengi ukawahudumia siku zote? Bado. Haijakupa changamoto? Basi hebu niambie, kwa watu ambao hawajaokoka na wanakusikiliza sasa hivi, hebu sema neno moja kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka sasa hivi. Unawaambiaje? Ambao hawajaokoka. Ndio. Yaani waokoka wamjia sana Mungu kama mabinti. Ndio. Kwa kweli. Amina. Kwa mara nyingine tunakushukuru sana. Hebu jitambulishe, tunaitwa nani? Naitwa Betha. Betha, mwenyeji wa wapi? Tabora. Wa Tabora. Karibu sana. Tunashukuru sana. Asante kwa huduma yako njema. Asante. Hilo kule anaandika. Yasema. Biblia inasema watoto mfanyaje? Watoto katika Bwana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwa jina naitwa Glory Charles, kwa wale wasionifahamu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla ya kuanza, ningependa nianze na swali. Wangapi wanapenda maswali? Amen. Basi kaka ulioka karibu na Ngeleja amesema anapenda maswali. Ninaomba asimame, nitamuuliza swali. Swali langu linasema, na kila mtu ana uwezo, anaruhusiwa kuendelea kulitafakari. Ni kitu gani katika maisha yako ambacho unakiona ni cha muhimu sana, ukikikosa hautaweza kuendelea mbele? Kitu tu cha kawaida. Ukiachana na neno la Mungu, kitu gani cha maisha ya kawaida? Karibu. Amen. Shukura. Amen. Mwingine, mtu wa mwisho. Kuna kitu ambacho hata usipopata chakula, ukikosa hiko kitu hutaweza.
ni uhai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba ameongelea ni uhai, lakini uhai anaomaanisha ni pumzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukapata vyote katika dunia hii, pumzi tu ikiondolewa hutaweza kustahimili, si ndio? Kuna mtu anaweza kuishi bila pumzi, bila kupumua, bila kuhema. Kwa hiyo kitu kikubwa cha muhimu katika maisha yetu ni pumzi, si ndio Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi asubuhi ya leo tutaenda kuongelea somo linahusu maombi. Kwa wanaoandika, somo linahusu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyoona, pumzi ndio jambo la muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu. Pumzi ikikatishwa na maisha yako yameishia hivi hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hivyo kwetu sisi watu wa Mungu, ndivyo hivyo kwetu sisi wa Kristo. Maombi ni sawa na pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuishi wewe kama Mkristo ukasonga mbele, ukatoka hatua moja kwenda nyingine usipokuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Maombi ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya Mkristo, katika ya maisha ya mtu ambaye anemjua Mungu. Ukiishi pasipo maombi hutaweza kusonga mbele. Ukiishi pasipo maombi una shida, haitatatulika. Ukiishi pasipo maombi jambo lolote unalolihitaji halitafanikiwa. Tukichukulia kwa maisha ya kawaida, ukiwa na shida, mfano mimi nina shida, nikamwona baba na hiyo Biblia, nitaenda nitamfuata, nitamuomba, si ndio? Nitafanya nini? Nitamuomba kwa sababu nina uhitaji, si ndio? Ndivyo hivyo kwa maisha yetu kwa Mungu. Mungu ni baba yetu. Mungu wetu ni baba yetu. Kwa hiyo sisi sote tunategemea mahitaji yetu yote na vitu vyetu vyote tuvipate kwa Mungu. Lakini njia moja tu tutakayotumia ili kupata mahitaji yetu na vitu vyetu ni kwa kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifupi niseme maombi ni mawasiliano kati ya sisi na Mungu. Maombi ndicho msingi mkubwa wa Mkristo, wa mtu aliyeokoka. Ndicho kitu kikubwa tunachosisitiza. Maombi ni jambo la msingi sana, ambalo ni mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Kama ilivyo maombi ni mawasiliano kati ya mtu na mtu, au unahitaji fulani unaenda unakiomba kile kitu, ndivyo hivyo kwa Mungu. Maombi ni mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Mungu anaweza akazungumza na sisi kwa njia mbalimbali, lakini sisi wa wanadamu tumepewa njia moja tu ya maombi. Kwa hiyo unaona hivyo, pasipo maombi hatutaweza kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitaenda kuongelea pia kuomba ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuomba na kuna kuomba ipasavyo. Kuna maombi na kuna maombi ipasavyo. Nichukulie mfano, mtu ambaye anahitaji kwenda kukopa pesa. Unahitaji labda kwenda benki, unaenda kukopa pesa. Au unahitaji kwenda kwa mtu, unaenda kumkopa hela, si ndio? Au unaenda kumkopa kitu chochote ambacho unahitaji nacho. Kile kitu utakapoenda, yule mtu ana taratibu zake na ana sheria zake. Tukichukulia benki, huwezi tu kwenda benki ukasema mimi ninahitaji labda wa 200,000 wakakupatia hapo hapo. Lazima kuna taratibu ambazo utatakiwa uzifuate. Ukishazifuata hizo taratibu, ukizivuka hizo taratibu, ndio utaweza kufanyeje? Kujibiwa lile ombi lako na watakukabidhi pesa zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ninaongelea kwamba kuomba ipasavyo, maombi ambayo yanafaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninamaanisha kwamba unapoenda mbele za Mungu, Mungu naye ana utaratibu wake. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kwenda kwa Mungu kiolela. Mungu ana taratibu na ana sheria na ana vitu ameviweka ili uweze kupokea utaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ombeni nanyi mtapewa, lakini sio kwa kuomba tu pasipo kufuata zile taratibu na sheria na kanuni alizoziweka. Ndio ninaongelea maombi yanayofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi yanayofaa ni yale maombi ambayo utamuomba Mungu ukifuata utaratibu na kanuni. Mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mstari wa 8. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
nimesema jambo la kwanza ni imani. Unaona hapa kuanzia kwenye mstari wa 5 anasema, ninaomba tusikilize kwa makini na tufuatilie. Anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kuanzia mstari wa 6, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, kwa maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu kama huyo asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa hiyo jambo kubwa la kuwa nalo wewe katika maombi yako, au unapoingia mbele za Mungu kumuomba kitu chochote kile, uhitaji wako wote ule, jambo la kwanza unapaswa kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia hapa, mtu asipokuwa na imani asidhani ya kwamba atapokea lile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati mwingine kumbe tunaona tunaweza tukashindwa kupokea mahitaji yetu. Tunaweza tukashindwa kupokea mambo yetu kwa sababu tumekosa imani mbele za Mungu, au imani yetu imepunguka mbele za Mungu. Na neno la Mungu ni dhahiri na kweli. Mungu akisema ni kweli amesema, hawezi kusema uongo. Anasema kwamba mtu kama yule anayekuwa na mashaka, unaomba sasa hivi unasema naomba Mungu uniponye, ukitoka pale nje unakuwa umepoteza ile imani, unakuwa na mashaka. Au tuseme umeombewa sasa hivi, umeona kwamba nilikuwa na kichomi, nimepokea uponyaji, ukatoka tu pale mlangoni ukasema nahisi tena kama kichome. Yaani kuna wakati mwingine tunajiwekea mawazo sisi kama sisi, yaani mawazo yetu wenyewe yanatufunga, tunashindwa kupata na mapepo, watu wametekwa na majini, watu wametekwa na wachawi, watu wametekwa na waganga kienyeji. Sikiliza nikwambie, roho hii inakuletea habari njema, habari za Yesu Kristo. Hakuna mwanadamu anaweza kukutoa katika hayo mateka, hakuna mwanadamu anaweza kukutoa katika hizo nguvu za giza, hakuna mwanadamu anaweza kukutoa katika nguvu za wachawi. Unateseka na magonjwa, unateseka kila siku, haulali usiku, kila siku unaota na kabwa. Sikiliza nikwambie, hakuna anaweza kukutoa katika mateka. Leo hii nakwambia, iko injili ya Yesu Kristo, yuko mwanaume Yesu Kristo, hakuna mwingine anaweza kukuokoa ila ni Yesu Kristo anadete hai. Na anasema ukimpokea atakupa uzima milele, atakutoa katika mateso, atakutoa katika nguvu za giza, atakutoa katika mikono ya ibilisi, naye atakuweka huru, nawe utakuwa huru. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sikiliza nikwambie, ninaposema habari za Yesu, ndio Yesu anaweza. Kuna wengine ndio wanafikiri kama Yesu kama ni mwanadamu. Yesu sio mwanadamu kama unavyofikiria. Yesu sio mtu kama unavyofikiria. Leo hii nataka nikutie moyo. Biblia inaniambia kwamba Bwana ametuleta kuja kwa waganga wanaolia, waliovunjika moyo. Umeteseka siku nyingi, umeenda kwa waganga kienyeji, umetembea sana hospitali lakini hujapata msaada. Sikiliza nikwambie, hata kama wanadamu wameshindwa, yuko Yesu Kristo anadete hai. Yeye hajashindwa na jambo lolote. Ni yeye aliyekutengeneza, ni yeye aliyekuumba. Hakuna jambo lolote ambalo linashindikana kwake. Yote kwake yanawezekana. Alipokufa msalabani, sikiliza nikwambie, siku ya kwanza alipomkamata wakamweka msalabani, baadaye wakamshusha kaburini. Shetani na malaika zake walishingilia, wakasema hapa tumemweza. Amefungua watu wengi, ameponya magonjwa, amefungua wenye mapepo, akafikiri tumemweza na hakuna tena wokovu wa mwanadamu. Akasema natoka kaburini, na ukiwa lilokuwa umeweka ikatoka. Na Yesu Kristo akatoka siku hiyo, akashinda mauti na kaburi kwa ajili yako wewe mwanadamu. Yesu Kristo sio kwamba alikuwa ametenda dhambi, alichukuliwa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya dhambi zetu, ili wewe upate kuokolewa. Maana ni dhambi ile kwa katika utumwa. Leo hii unateseka na mapepo, leo hii unateseka na nguvu za giza, ni kwa sababu ya dhambi ulionayo. Niko mahali hapa. Hallelujah. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niseme nisiseme? Sema Niseme Baba. nisiseme? Sema Niseme Baba. nisiseme? Sema Nikiongelea Baba. habari za Yesu napata raha. Yes. Maana Yesu wangu anaweza Bwana. Hakuna mwingine anayeweza kama Yesu. Wako mitume wanaojulikana kuwa ni mitume. Wako ni manabii ambao wanajulikana kuwa ni manabii. Lakini walipodhikwa wakafa kimoja na wengine historia zao zipo. Sikiliza nikwambie, ninapozungumza kwamba Yesu anaponya, nimemwona mwenyewe katika macho yangu. Ameniponya na magonjwa ambao wanatamu walisema kwamba haiwezekani. Huu ugonjwa hautibiki, hospitali hautibiki, lakini nilipomwambia Yesu na Yesu alinisaidia. Haleluya. Amen. Amen. Nilikuwa na ugonjwa, nilikuwa na ugonjwa fulani. Ndio Baba. Ambao ulinitesa kwa miaka 9. Haleluya. Amen. Nimekunywa dawa za hospitali lakini sikupona. Nimekunywa mizizi lakini sikupona. Lakini nilipomwambia Yesu Kristo, baada ya kumpokea Yesu Kristo, maana wakati ule miaka yote 9 nilikuwa natabika, nilikuwa bado sijaokoka, nilikuwa bado niko gizani, nilikuwa bado natumikishwa. Lakini nilipomwambia Yesu Kristo, nilipomwamini Yesu Kristo, nilipochukua hatua ya kumwamini, nilipochukua hatua ya kuokoka, nikamwambia Yesu, yatosha, maana umepigwa kwa ajili yangu, ninaomba uniponye na ugonjwa kabisa. Naomba nikwambia mwana wa Mungu, hata kama umetumia madawa hayajakupona, hata kama umeenda kwa Kilimanjaro hawajakusaidia, nikwambia nimekunywa mizizi kama unavyokunywa wewe, nimekunywa madawa kama unavyokunywa wewe, madawa ya usarini nimekunywa mizizi mpaka iliyooza. Lakini nilipomwamini Yesu Kristo, ghafla gari ya ugonjwa ilikatika ndani yangu. Tunaposema habari ya Yesu kwamba Yesu anaponya, ni kweli Yesu anaponya. Niko hapa kwa kutangazia uhuru wako, wewe uliyeteswa, wewe uliyetegwa majini. Watu wengine wako hapa hawarali, wanatabika usiku kucha. Sikiliza nikwambie. Ndio Baba. Unaweza kufikiri hapa tuko tunatania. Sema Baba. Tuna uhakika na Yesu, na ndio maana tunasema hadharani. Tuna uhakika na huyu Yesu, na ndio maana tunawaambia mchana kweupe. Nilikuwa mwaka 2011. Ndio Baba, sema. Wakati nikiwa form 4. Sema tusikie Baba. Wakaja wapimaji wa damu. Walipokuja wakachukua damu yangu, wakanipima. Waliponipima wakaniambia kwamba una ugonjwa wa homa ya NC na ni ugonjwa ambao hautibiki. Wakaniambia hivi, watu wanakula miwa labda utaongeza siku zako za kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini waliponiambia, nikamwambia Yesu, wao walioniponya na ugonjwa wa nyuma, hata sasa bado naweza. Unataka nikwambie? Unataka nikwambie? Unataka nikwambie? Unataka niseme? Sema Baba. Mwezi wa 7. Ndio Baba. Nilikuwa ni mwezi wa 7. Sema wakati nilikuwa Temeka hospitalini nikiwa nafanya kazi mahali pale. Nikachukua vipimo mwenyewe, nikachukua damu yangu nikajipima mwenyewe kwa ugonjwa huo. Majibu yaliyotoka yakaniambia ni negative. Ni mwanaume Yesu aliyefanya. Sikiliza nikwambie mtu wa Ngerengere, tunaposema Yesu anaponya, ni kweli anaponya hata kama ugonjwa hautibiki. Lakini sikiliza nikwambie, umeona kama ugonjwa ukimwi ni mkubwa, lakini kwa Yesu Kristo unatibika. Hata kama umekwambia ugonjwa litibiki, kwa Yesu linatibika. Ni swala wewe kumwamini Yesu na kumpokea Yesu. Niko hapa kukwambia habari za kufunguliwa kwako. Umeteswa na magonjwa, yatosha kuteswa, yatosha kutabika, yatosha kulia, yatosha kulia. Mwamini Yesu Kristo, yeye ndiye kimbilio pekee. Amen. Sema Baba. Kwa nini unaendelea kuteseka na msaada upo? Ya nini yote hayo? Kwa nini unakulia na msaada upo? Umeenda kwa waganga kienyeji wengi, wamekula kuku wako wengi sana, wamekula mbuzi wako wengi sana, wanakupiga changala macho kalete kuku mweupe, kumbe anakupiga changala macho tu usije wagundua kwamba ana njaa na kuku, anataka kula nyama ya kuku. Watoto wako wanalia kila siku, watoto wako hana hata nguo za kuvaa, hela zote umemalizia kwa waganga kienyeji. Sikiliza nikwambie, mganga wa kienyeji hana nguvu zozote. Ilikuwa ni mwaka 2011, nisikilize. Mwaka huu 2011 nikiwa form 4. Baba, sema Baba. Nikaingia mtaani kushuhudia kama tulivyopita katika mtaa yenu wote mnaosikia huko. Kazia. Tukaanza kushuhudia, niko na mwalimu wangu. Ndio.
Tulipofika tukaingia katika nyumba moja mganga wa kienyeji. Tukaanza kumwambia, sawa, bahati mbaya yule mganga wa kienyeji alikuwa hajui Kiswahili. Alikuwa anajua Kiruga na mimi najua Kiruga, ni Msukuma mimi. Usiniponde mawe. Amen. Bwana Yesu tusaidie sana. Haleluya. Tulipofika pale tukaanza kuongea na ile bibi. Ndio. Akaanza kutuonyesha mauchawi yake pale. Sikiliza nikwambie, mwalimu akaniambia hebu mshike mkono tumpeleke ndani tukamwombee. Nilipomshika mkono hivi akawa kama vile nimemchoma moto. Akaanza kunipiga kwa uchawi wake, ananiambia kwamba unaenda kufa, unaenda kufa. Nikamwambia mimi sifi na sijafa mpaka leo. Niko hapa Ngerengere na chapa injili ya Kristo. Ni kwa nini? Kwa sababu nimemwamini Yesu Kristo. Isingekuwa Yesu Kristo, mganga wa kienyeji angeniua na madawa yake. Watu wengine atilia bundi, wanaogopa mchana kumbe hawarari, wanajifunika shuka, wanaenda kuvuta shuka. Sikiliza nikwambie, hata ukijifunika shuka haiwezi kumzuia mchawi, shuka haiwezi kumzuia mchawi, ila jina la Yesu pekee ndio linaloweza likamzuia mchawi. Niko hapa kukutangazia jina la Yesu pekee ndio linaweza kukusaidia. Hallelujah. Sema baba. Come on. Hallelujah. Amen. Kazia kwa waganga bado hawajasikia. Biblia inasema hivi, wajinga ndio waliwao. Lakini nataka nikusaidia siku ya leo. Waganga wa kienyeji ni waongo. Waganga wa kienyeji ni waongo. Nataka nikusaidie mtu angelengele, siku hapa kuponda waganga wa kienyeji. Natamani hata wao wamjue Yesu Kristo, maana wanafanya kazi ya ulaghai, wanaibia watu wa Mungu, wanatesa watu wa Mungu, wanajifanya wao kwamba ni madaktari, kumbe hawezi jambo lolote. Wanafunga watu, wanawekea magonjwa ili kupitia magonjwa hayo waletee pesa. Nilikuwa na mama yangu mkubwa, na mama yangu mkubwa alikuwa na mtoto wake mdogo. Yule mtoto akiwa ni mdogo, alikuwa anatabika sana na magonjwa, alikuwa anatoka na damu, anatabika kila siku. Lakini yule mama siku akienda tu kwa mganga wa kienyeji, akikanyaga tu uwanja wa mganga wa kienyeji, yule mtoto anakata ile damu na ugonjwa unaisha. Akishatoka na kaa siku chache, akirudi tu kwa mganga wa kienyeji, ule ugonjwa unaisha. Sikiliza nikwambie, tukaja tukagundua kumbe yule mganga wa kienyeji njari ya mloga yule mtoto ili kwamba mama wanampelekea pesa. Sikiliza nikwambie, unapeleka vitu vyako, unafikiri unaumwa, unaenda kwa mganga wa kienyeji, unabeba na ng'ombe, kumbe mwisho ndio aliyekuroga ili kusudi amekufanya kama kitega uchumi. Maana ukiumwa utaenda, ukipoa utapeleka zawadi. Sikiliza nikwambie, amekufanya kama duka. Lakini siku ya leo, jioni leo, na kutangazia uhuru wako kwamba yuko Yesu Kristo anayetoa uzima bure, anaweza akakufungua pasipo malipo yoyote, pasipo pesa yoyote. Umetabika siku nyingi, nakwambia yuko Yesu Kristo, jioni leo atakusaidia kama ukimpokea na kumamini. Funua siri zao wajue leo. Hallelujah. Baba pasua. Hallelujah. Pasua baba. Hallelujah. Sijataka kutoka kwa waganga wa kienyeji. Maana na shuhuda nyingi sana na waganga wa kienyeji. Nina experience nyingi sana na waganga wa kienyeji. Sikiliza, nilikuwa na mama yangu mchungaji. Huko ndiko niliokokea. Yule mama mchungaji kabla hajaokoka alikuwa ni mtoto wa mganga wa kienyeji. Siku moja akawa ananisimulia historia moja iliniumiza sana. Akasema hivi, kuna siku moja baba yake hakuwepo. Akaja mama mmoja na mgonjwa mtoto wake, ana homa kali sana. Yule mama akaniambia alipomwona yule mtoto akaenda kununua aspirin za shilingi 5 zamani. Aliponunua zile aspirin za shilingi 5, akazichukua zile aspirini, akazisaga. Alipozisaga akachukua, kama umeshawahi kuona huko, kama mtu kikauka huo unabungulia, unatoa unga. Akachukua ule unga akachanganya zile aspirini, alafu akamwambia yule mama mtoto, akamwambia hivi, wewe unamnyonyesha, kila ukitaka kumnyonyesha asubuhi mpaka kwenye ziwa, mchana paka kwenye ziwa dawa, na jioni paka kwenye ziwa. Sikiliza nikwambie, siku ya 3 mtoto akawa amepona. Kilichomponya mtoto homa ni aspirin ya shilingi 5. Sikiliza uchingo leo ufanyika. Baada ya yule mama kuona kwamba mtoto wake amepona, alichukua ng'ombe akapeleka kama zawadi. Hebu angalia, tunawaambia watu kwamba Yesu anaweza. Wanatoa ng'ombe kwa shilingi 5. Ng'ombe ananunuliwa kwa shilingi 5, ambao ng'ombe kwa wakati wangeuzwa kwa shilingi 50,000, lakini ananunuliwa kwa shilingi 5. Sikiliza nikwambie, hakuna msaada kwa wanadamu. Unaenda kwa waganga wa kienyeji, au wanakutanganya, au wanakuragai. Sikiliza nikwambie, jioni leo umetabika na magonjwa
magonjwa siku nyingi, umetabika katika tabu siku nyingi. Mama yangu umelia kila siku unatabika. Kuna watu wengine leo hii hawalali, kuna watu wengine wanatamani hata kukuche. Usiku ukiingia na kwa mateso kwao, wanatabishwa na nguvu za giza, wanatabishwa na magonjwa hayaponi, hawana msaada wowote. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo kutangazia habari ya kufunguliwa kwako, habari ya kuweka huru kwako. Ukimwamini Yesu Kristo, yeye pekee atakuweka huru, yeye pekee atakufungua, yeye pekee atakusaidia. Amen. Amen. Sema Baba, watu wapone. Hakuna msaada kwa mwanadamu. Sikiliza nikwambie, watu wengine wanalia sana moyoni mwako. Sikiliza, naomba msemaji kidogo. Sikiliza niwaambie watu waongelegele. Watu wengi sana wanaogopa ukimwi. Lakini ugonjwa ambao niliumwa mimi, ule wa homa ya ini C. Kwa madaktari, kama kuna daktari hapa nielewa, ni ugonjwa usiotibika na ni hatari zaidi kuliko ukimwi. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari zaidi ya ukimwi, kwa sababu hauna hata hizi kinga ambazo anakunywa dawa za kuongeza maisha. Ukishaupata ndio umeenda, na ni hatari zaidi. Lakini Yesu aliniponya. Haleluya. Nataka nikwambie nina uhakika na Yesu. Ninaposema kwamba Yesu anaponya kweli. Utazua. Endelea kuimba. Safi kwa damu. Usiwe na mashaka na Yesu. Kikubwa muamini Yesu Kristo. Iko kwako nimesogea, chini pako Bwana, chini pako unisafi kwa damu, nisafi kwa damu yako, kiko kwako Bwana, nimesogea, chini pako Bwana, unitakase, uniponye magonjwa yangu, nisafi kwa damu yako. Unaweza kunyanyua mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana, ee Bwana, nimesogea, ee Bwana, chini pako unisafi kwa damu yako, nisafi kwa damu Naomba vyombo vitulie kidogo. Nataka niulize swali la muhimu sana. Wangapi wanataka kumwamini Yesu Kristo? Kama unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako. Unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako. Naomba tuwasaidie ambao wananyosha mikono yao. Usimwogope Yesu, usimuone haya Yesu. Usione haya mbele za wanadamu. Maana utasimama peke yako mbele za Yesu. Na msaada Yesu atakupa peke yako. Unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono. Bado nafasi ipo. Nafasi bado ipo. Unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako pale ulipo. Chukueni mtoto yule, mleteni. Msimdharau, ni mtoto. Mungu anamwangalia, amemuumba kwa kusudi lake. Hata kama ni mtoto, kila mmoja ni kwa mtoto kama huyu hapo. Wala unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako juu. Unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako juu. Unajua haujakoka, hujamwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako juu. Kuna watoto wengine hapa wamemwamini Yesu Kristo. Kama unataka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Okay. Right. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaotaka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono juu. Hujamwamini Yesu Kristo? Haujamwamini Yesu Kristo?
Bwana Yesu asifiwe. Wako hao wanapatikana, lakini wengine nawafahamu. Huyu hapo. Sogea karibu, sogea karibu. Kama usiogope, Mungu hajamwamini Yesu Kristo yaliyo ndani ya moyo wako, naomba uje, pita hapa mbele. Kama hujamwamini Yesu Kristo, naomba unyoshe mkono wako. Wanaotaka kumwamini Yesu, wanaotaka kumwamini Yesu Kristo, nyosha mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hivyo hatulazimishani wala hatubembelezani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wote mlioko hapa takuwa mnaifuatisha maneno haya ambayo naenda kuyasema. Takuwa nasema na nyinyi mnasema. Sema, Bwana Yesu, kuja mbele zako. Naomba unisamehe. Unitakase kwa damu yako. Unirehemu. Unisafishe makosa yangu yote, dhambi zangu zote na maovu yangu yote. Unirehemu e Bwana. Unirehemu e Bwana. Unipokee kwa uwezo wako na nguvu zako. Unisaidie. Nipe uwezo wa kushinda dhambi. Katika jina la Yesu. Amen. Mama tuombe. Mungu, katika jina lako Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako Baba, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema. Fadhili zako Mungu ni sana. Mungu wa mbinguni, kwa ajili ya watu hawa tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu wa Mungu. Katika jina la Yesu, angalia kijana huyu ambaye amejiweka mbele kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, mbele yako Bwana, kamsaidie, kamrushe Bwana, katika jina la Yesu. Baba, kwa kutamka kwake kwa kinywa chake Bwana, Mungu ameamua Mungu ndani ya moyo wake, endelea kumsaidia, endelea kumulinda Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu wa mbinguni, kwa sababu Baba mbele lako kuna nguvu zako, katika jina la Yesu, Roho wako Mtakatifu akasimama katika wokovu, katika jina la Yesu Kristo, akashinda machawi yako mauti na kila neema yako na pendo lako na nguvu zako Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Mungu msaidie, asante sana Baba yetu, muinue na upiganie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu, asante sana Yesu, katika jina la Yesu, ukawe baraka katika familia ya mzazi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakutukuza Bwana kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Na wazazi wangu bila mimi kujua, kwa niaba yangu na yakataa kwa jina la Yesu, yawe mbali na mimi, yawe mbali na mimi. Ninayavunja kwa damu ya Yesu, najitenga kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nisaidie, niwezeshe, tie nguvu kwa jina la Yesu. Basi tuombe kwa watoto wangu. Mungu, asante Bwana Yesu.